Karibu sana wapendwa mnaotufuata palipote ulimwenguni. Tunafurahi sana tena siku ya leo kukutanana pamoja. Tunao neno la kututia nguvu na tutapenda tuombe Mungu ili tusome neno lake. Mungu mjuu sana, asante kwa neema umetupatia kutukusanya kupitia mitambo hii ili wote wanaotufuata palipote ulimwenguni wabarikiwe nawe. Hivi utuongoze tena, hivi iwe muda wa baraka kwa yeyote anayefuatana nasi katika jina la Yesu Kristo, amina. Tunaenda kusoma pamoja katika kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wa 13 na ule wa 14. Musa akawaambia watu, musiogope, simameni tu muone wokovu wa Bwana ambao atawafanyia ninyi leo, kwa maana Wamisri ambao ninyi mnawaona leo hamtawaona tena hata milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mutanyamaza kimya. Amina. Pendwa, hii ndiyo neno la Mungu ambalo Mungu ameweka katika roho yetu siku ya leo. Wazo fupi ambao tunaenda kuwaza juu yake inasema, Mungu bado hajamaliza nawe. Pendwa, katika maisha tunapitia vipindi mbalimbali vizito, tunapitia nyakati mbalimbali ya uchungu, hatua ambazo mara zinatusukuma kufikiri ya kwamba Mungu ametuacha, mara zinatusukuma kufikiri ya kwamba Mungu haiko tena pamoja nasi. Kuna hatua mbalimbali, circumstances, yani hatua tunazozipitia zinazokuwa za uchungu, kanisani, mara pengine kazini, nyumbani, katika jamaa yako, iwe katika eneo, katika jamhuri yako ambayo unaishi ndani, nchi unayoishi ndani. Kuna shida mbalimbali ambazo tunapitia zinatusukuma kukata tamaa. Tunajiuliza, hapa Mungu ametuacha, hapa Mungu haiko tena pamoja nasi, hapa Mungu ametusahau. Kuna vitu tunavyovipitia, nyakati tunazozipitia, tunafikiri ya kwamba hata mipango tunazo hazitafanikiwa tena. Neno, habari njema kwa sisi leo ni sema bado Mungu hajamaliza pamoja nawe, angali na mipango anaenda kutimiza katika maisha yako. Neno ambalo tumesoma tunawaza juu yake kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, tuelewe hali ya taifa la Israeli. Walikuwa katika hali gani, katika majira gani na nyakati gani ambamo Mungu akajifunua kwao kwa kuwapa neno hili. Taifa la Israeli walikuwa wamefika eneo ambayo inaitwa Pi-Hahiroti, eneo inayoitwa Pi-Hahiroti, na katika eneo hii ilikuwa eneo ambao iko mbele ya bahari nyekundu. Bahari nyekundu inakuwa mbele, kushoto na kuume kulikuwa kuna vilima. Hakuna namna ya kukimbia kushoto, hakuna namna ya kukimbia kuume. Njia moja ya pekee ni kurudi nyuma, na mbele kunakuwa bahari. Kwa miguu mtu hawezi kuyavuka, bahari inakuwa mipaka, kwa miguu mtu hawezi kuyavuka. Na nyuma yao kaonekana sasa njia ya pekee waliokuwa nayo, kaonekana kuna maadui wa Misri, maadui waliokuwa wakikuja kutafuta kuwaumiza, kutafuta kuwavamia na kuwaua. Mpendwa, katika kama hali kama na ile, walikuwa wenye uoga. Taifa la Israeli walikuwa wenye uoga, wakamlalamikia Musa, wakamsema, je, kulikosa makaburi huko Misri ili utulete tufe hapa jangwani? Mpendwa, hali hii waliokuwa wakipitia ni kama hali unayopitia katika jamaa yako, ni kama hali unayopitia katika nchi yako, ni kama hali unayopitia katika kazi yako, pali pa kazi, mara pengine katika kanisa, ambao unajikuta nafasi ambako hatari ya kifo inakuwa mbele yako, nafasi ambapo unajikuta umekoselewa maneno yote, unajikuta huna uwezo ya kufanya chochote, yote uliokuwa unatarajia imeshindikana. Kushoto na kuume kuna shida, mbele yako kuna shida, na nyuma yako kuna uadui. Haleluya! Hiyo ni hali ambayo mara unaweza kuwa unajikuta ndani kama taifa la Israeli. Jambo la pili, kama vile tunasema, habari njema ni ya kwamba hata katika Pi-Hahiroti Mungu alikuwa yuko pamoja na taifa la Israeli. Hivi hata katika mateso unayoipitia, hata katika muda ambao unafikiri Mungu hayupo tena pamoja na wewe, Mungu amekuacha, Mungu amekutupilia, jamaa yako unakosa utafanya nini, umepoteza vyote, umekata tamaa, leo Mungu anasema kama alivyosema na taifa la Israeli, usiogope, maana hawa waadui unaowaona hautawaona tena hata milele. Kusema usiogope, tumainia Bwana, Bwana atakukaribia, Bwana atakutendea, Bwana analeta jibu katika shida unazo. Haleluya!
Katika nchi yako kumbuka Bwana yupo, anaweza kukusaidia. Katika jamaa yako, ndani ya uhusiano wako mume na mke, kumbuka Bwana anaweza kukusaidia. Katika uhusiano wako ndani ya kazi yako pale unatumika, kumbuka Bwana anaweza kukusaidia. Uadui anasema yeye atakupigania, maadui hutawaona tena. Musa anamaliza akisema pigania, anasema Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kumbuka ya kwamba unapomtumainia Bwana atakupigania, wewe utabaki kimya na Bwana atasimama kwa upande wako. Hiyo ndiyo neno kwa siku ya leo. Unapojikuta pale kama Pi-Hahirothi, katika jamaa yako, katika nchi yako, katika kazi na kanisani, pale pote, kumbuka Bwana yuko pamoja nawe, anasema usiogope, nyamaza kimya na Bwana atakupigania. Tumainia Bwana. Leo ninakuita, leta shida zako kwa Bwana. Pale pote huko ulimwenguni unaposikia neno hili, leta shida zako kwa Bwana. Tumainia Bwana, omba pamoja nasi ili Bwana akupiganie, ili Bwana akutendee. Haleluya. Hiyo ndiyo neno. Bwana hajamaliza nawe. Hata unapitia mateso, unakata tamaa, Yesu anakuita leo, nasema hajamaliza nawe. Umtumainie, atakutendea. Basi tuombe. Mungu, libarikiwe jina lako, Muumba wa mbingu na nchi. Asante Mungu mjuu sana, kwani hujamaliza nasi, bado hujamaliza. Hata tunaona kwamba tumeshindwa, wewe uko pamoja nasi. Mpendwa huyu anayetufuata katika ulimwengu pale yupo, Baba umsaidie, umshike mkono hivi leo, umba ndani yake tumaini mpya, hivi akutazame wewe, akutumainie wewe, na zaidi ya yote apate kukuamini, amini Kristo, ili apate wokovu kamili, na apate ushindi, sababu wewe ni mshindi na unatupigania ndani ya yote. Utukufu ukurulie katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki mpendwa.